Hatimaye maiki hii ya Spruce Online TV inakwenda kutangaza Simba kuwa mabingwa wapya mashindano ya Muungano Cup yaliyofanyika kule Visiwani Zanzibar. Mimi ni Stephen Kamil na hii ni Spruce Online TV. Tunakwenda pamoja sasa. Moja kwa moja tunataka kuzungumzia mashindano ambayo yalikuwa yana mvuto wa aina yake, mashindano ya Muungano Cup yaliyofanyika kule Zanzibar, ambapo mwaka huu 2026 mabingwa wapya Simba Sport Club wamechukua ubingwa mbele ya mabingwa watetezi Dar es Salaam Young Africans kwa ushindi wa goli 1-0, goli dakika za jioni kabisa ambalo limefungwa na Selemani Mwalimu baada ya makosa iliyofanywa na beki wa Dar es Salaam Young Africans kucheza foul ndani ya penalty box na kusababisha penalty ambayo alimchezea Clatous Chota Chama, na Selemani Mwalimu kwa ushujaa wake akaiandikia Simba goli la kwanza na goli la ushindi kuifanya Simba kuweza kuibuka mabingwa wa mashindano ya Muungano Cup. Lakini mechi hii ilikuwa ni mechi dume kweli kweli, mechi yenye mvuto wa aina yake. Pia referee akiwa ana namna yake ya uchezeshaji, kwa maana ya kwamba kulikuwa hakuna faulo nyingi sana na mara nyingi referee alikuwa kimeza filimbi. Hichi kitu ambacho kimeibua pia maswali kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wanatarajia kwamba pengine kungekuwa kuna kadi nyingi, kwa sababu ni mechi ambayo ilikuwa ni ya tafu. Ukiangalia ni ya watani wa jadi, Simba na Yanga, mechi yenye ushindani mkubwa, lakini imekuwa ni mechi tofauti kwa sababu kulikuwa hakuna kadi nyingi, kitu ambacho watu wakaona kama mwamuzi labda kuna namna anafeli. Lakini pia kulikuwa kuna mawazo tofauti ya mashabiki na wadau wa mpira kwamba yes, huyu ndio mwamuzi ambao tulikuwa tunamhitaji na tunatamani waamuzi wa bongo pia wawe wanafanya kwa namna hii, kwa sababu watu wengi wanapenda kuenjoy football, watu waenjoy mpira na si kusikia zaidi sauti za vipenga, na kitu ambacho jana tumeweza kukiona. Watu wamecheza mpira, watu wameonyesha vipaji, na tumeona kuliko kusikia zaidi sauti za vipenga. Sasa hii nilijaribu kuzungumza jana, kama ulipitia post yangu ya jana, niliwahi kusema kwamba yoyote ambaye atakayepoteza mechi ya derby, kwa sababu kuna mechi inayofuata tena ya ligi kuu NBC ambayo itakutanisha tena vigogo hawa wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Kama mtu atafungwa, basi hii tena kumuaffect kisaikolojia. Huenda hichi kikatokea tena kwa Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu tunajua mchezo wa derby ya Kariakoo ni mchezo ambao unakuwa na mvuto wa aina yake, na pia kuna namna ambavyo inagusa hisia, kuna namna ambavyo inasababisha, pia kuna namna, yani hata ukisikiliza wachambuzi wanakwenda kukuambia kwamba pale Dar es Salaam Young Africans hakuna kikosi cha kuifunga Simba Sport Club kwa misimu ijayo. Ukisikiliza utagundua kwamba kuna namna tayari hichi kitu, kama washabiki, wachezaji wa mpira, viongozi wa Yanga wanasikia tayari kisaikolojia inaenda kuharibu kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Kuna namna vitaingia vitu vingi sana, unataka ku prove wrong wapinzani wako, kitu ambacho unaenda uwanjani kwenye mechi ukiwa na vitu vingi zaidi kuliko mpinzani ambaye ametoka kushinda. Yeye tayari anajiamini kwamba alikubit mechi iliyopita, then mnakutana kwenye mechi nyingine ambayo wewe unataka ku prove wrong kwamba mlitufunga kimakosa, wakati huo mwenzio anataka kufunga tena kukuonesha yeye ni bora kiasi gani. Anataka ku prove wrong kwamba watu wanasema kwamba Young Africans imechoka. Hicho ndio kitu ambacho jinamizi ambalo liliwatafuna Simba msimu wa mwaka 2022, kitu kama hicho, alipofungwa goli 5 na 22-23, kitu kama hicho, walifungwa goli 5 na Dar es Salaam Young Africans, kitu ambacho kiliwapelekea jinamizi kuwakaba mpaka leo hii. Jana wameweza kuondoa uteja huo wa kufungwa mara 6 mfululizo na Dar es Salaam Young Africans. Sasa kitu hichi huenda kikarejea tena mitaa ya Jangwani. Pressure ya kufungwa mechi hii dume, matokeo yake huwa, maumivu yake huwa hayaishi ndani ya siku 5, siku 6. Yanaweza kaisha ndani hata ya mwezi mzima, kufungwa tu na mpinzani wako. Kwa hivyo ukiwa ndani ya maumivu unakwenda kukutana na mpinzani wako. Nachotaka kuzungumza ni vipi tarehe 3 tena kuna dabi ya Kariakoo NBC Premier League, wanakwenda kukutana tena. Yaani hujapoa maumivu unakuja kukutana tena na mechi nyingine, kitu ambacho kisaikolojia bado wachezaji hawajapona. Labda
kwa ubora alikuwa nao Engineer Hersi Said, akili alikuwa nao viongozi wa Yanga akina Arafat Haji, nafikiri kuna namna ambavyo wanaweza wakaichukulia kitu, na kwa sababu wana ubora hali ya juu kuweka mambo sawa. Wale ni viongozi wenye akili, inabidi wakae na wachezaji waambie kwamba haya ni mashindano ya Muungano Cup, yasitu affect sisi kwenye ligi. Waambie wachezaji kwamba target yetu ilikuwa sio Muungano Cup, target yetu sisi ni kuchukua kikombe cha Champion League, tuchukue kikombe cha ligi. Kwa hivyo waspaniki, watulie, wa relax. Hii ilikuwa ni kama mazoezi tu, waandae wachezaji kisaikolojia, kwa sababu kama sivyo mashabiki wa Yanga wakianza kupeleka lawama direct kwenye kikosi fulani, achezi fulani, sijui anakaa akabi fulani, sijui anafanyaje kocha, sijui na waache kumlaumu kocha, watulie kimya kama hakuna kilichotokea, kwa sababu pengine Muungano Cup haikuwa katika kipaumbele chao. Kipaumbele chao ni kuchukua ligi. Kwa hivyo kitu ambacho sio kipaumbele chenu hivyo kisiwaje kuharibia malengo yenu ya muda mrefu ambayo mmeyaweka. Kwa kisaikolojia wachezaji wa Yanga wakishajua kwamba Muungano Cup ilikuwa ni sehemu tu ya mchezo na ni kawaida, basi itawasaidia hata wao kurelax, kutokuwa na ile panic, kwa sababu kama watakuwa wamepanic tarehe 3 tena unakutana na mpinzani wako ambaye tayari amesha kufunga. Hii itapelekea tena muendelezo wa panic, kwa sababu ni ndani ya muda mfupi. Ni kitu ambacho pia hakijatokea kwa muda mrefu, kushuhudia dabi ya Kariakoo kuweza kuchezeka mfululizo kama hivi, kwamba ndani ya siku 5 zinachezeka mechi 2 za dabi, kitu ambacho hatujakizoea, na ndio kitu ambacho kinakwenda kutokea ambapo Dar es Salaam Young Africans wamefungwa. Nikianza kuzungumzia kidogo namna ya mchezo ulivyokuwa, ninachokifanya sichambui, ila nazungumza na kutoa maoni kuhusiana na mechi. Kiufupi, mechi ilikuwa inavutia, ilikuwa ni ya kawaida, ilikuwa so mechi ya mpira, haukuchezeka mpira mwingi sana, bali zilitumika mbinu nyingi, na pia tulikuwa tunaona ilikuwa ni mbinu, kila mchezaji, kila timu ilikuwa inacheza kwa mbinu, na ndio maana sijashuhudia ile football ya chini sana kwamba tuone mpira unachezeka sana. Kulikuwa kuna foul za hapa na pale, kitu ambacho kwenye mechi kama hizi tunajua mwali akiwa uwanjani kama hivi, ukisema ulete mpira mzuri muda mwingine itakukost. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anacheza akiwa anamwangalia mwali yule pale, pengine anaweza akapata chochote kitu. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ya kumheshimu mpinzani, kila mtu alikuwa akimheshimu mpinzani wake, na ndio maana tumeshuhudia mechi ya namna ile. Naweza kusema ni mechi ilikuwa 50-50. Ilikuwa kila mtu anacheza kwa kushtukiza, kila mtu anagawana vipindi. Utaona kuna wakati Simba itashambulia kweli kweli, baadaye Yanga wanarudi nyuma. Kuna wakati utaona Yanga wanashambulia kweli kweli, walikuwa wanapokezana, na hii ilikuwa ni mbinu. Kwa hiyo ni mpira ambao ulikuwa umezungukwa na mbinu zaidi. Niwapongeze walimu wote kwa kutupa mpira mzuri wenye mbinu, lakini pia tumpongeze kocha Steve Barker, na amekuwa na muendelezo mzuri ambao ulikuwa ni muendelezo mzuri tunauona sasa hivi katika substitution, kitu ambacho mwanzo iko kitu kuna sema alikuwa klabu hajakijulia au hakuwa na tayari kukifanya, lakini sasa hivi tunaona anafanya substitution ambazo zinakwenda kubadilisha mchezo kwa namna moja ama nyingine. Hesabu ambazo kocha Steve Barker akizipiga katika hesabu zimekuwa zikimpa kidogo matokeo, zikiongeza uhai kwenye timu. Kama timu unaona timu inakutalaba icheze vizuri, lakini akishafanya hesabu unaona, tumeona sababu ya Loemba kuna namna imeenda kuongeza nguvu zaidi katika safu ya ushambuliaji. Tumeona namna ambavyo wali attack sana Yanga, na kitu ambacho kilipelekea Simba kupata goli hilo moja. Lakini kitu ambacho wengi hawatakipenda kukisikia ni kuhusiana na ushindi huu ambao Simba wameupata, isije kawa garantini kujiona wao ni bora zaidi kuliko Yanga, au kwamba wana uwezo wa kufunga Yanga katika mechi ya Kariakoo tarehe 3. Hii ni moja kati ya sehemu za mchezo tu imetokea, pengine ni bahati Simba wameweza kushinda, lakini nikitazama Simba naiona Simba ni ile ile yenye wachezaji wa kujituma, lakini naziona mbinu za mwalimu bado ni zile zile ambazo ni za kawaida. Kwa Yanga namuona kocha
Pedro akiwa ni kocha ambaye ana mbinu nzuri, lakini kuna namna ambavyo wachezaji wamekuwa ni kama wamechoka kidogo. Hii inatokana na nini? Na wachezaji wale wale kutumika muda mrefu. Lakini kama ikatokea kocha Pedro akafanya rotation kidogo, akabadilisha namna fulani ya kikosi, kuna uwezekano wa mengine kutokea siku ya tarehe 3. Ndio bana akasema Simba wasifikiri kwamba labda wamekuwa bora zaidi kuliko Yanga kwa matokeo ambayo wameyapata leo. Waangalia nafasi ambazo wachezaji wao wanazitengeneza ni ngapi, waangalie namna ambavyo timu inacheza. Je, ni timu ambayo ina uwezo wa kushindana na mpinzani back to back? Ni kitu ambacho bado nakiona Simba wana struggle. Wafanyie kazi, wana wachezaji wazuri, lakini kuna namna ambavyo Simba haijatengeneza ule upinzani ambao tunaojua bado kwamba anaweza kumfunga Yanga goli 2, goli 3. Hatujampa ile guarantee. So mechi ya tarehe 3 ni mechi tena ya kwenda kujipima tena, je, tuna uwezo huo wa kushindana na Yanga? Kwa sasa hii ni matokeo tu ya kimchezo. Naweza kusema kwamba ni matokeo ya mchezo yameanza kuamua mchezo ule, kwamba mpira, kwa sababu kuna matokeo mangapi, yeye lazima itokee. Kuna kufungwa, kuna kushinda na kusuluhu. Sasa matokeo ambayo Simba ameyapata ni ya ushindi, kitu ambacho tunajua lazima yapatikane katika mechi ile ya finali. Lazima mshindi apatikane, pige au garagaza, lazima mshindi apatikane. Lakini ukiangalia Simba bado kikosi chake akijazidi uwezo kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, licha ya wachezaji wa Yanga kutokuwa na ile performance ambayo tulikuwa tunaitegemea. Kuna mchezaji kama Pacome Zouzoua, ni mmoja kati ya wachezaji ambao mara nyingi sana kwenye dabi ya Kariakoo walikuwa ni wachezaji tukio, lakini tukiangalia siku ya jana ni mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa wamebana kweli kweli, hatukuona ule uwezo wake ambao tulikuwa tunaujua. Lakini kuna wachezaji kama kina Mudathiri haya basi, kuna mchezaji kama kina Prince Dube. Mechi ya jana iko tight kweli kweli, kwa hiyo kuna namna hatujaona vile ambavyo walikuwa wakicheza. Mchezaji Ayatollah Kwas alikuwa majeruhi muda mrefu, ameingia, lakini pia tunaona namna ambavyo ameongeza kitu katika safu ya ulinzi ya Dar es Salaam Young Africans. Kuna baadhi ya mistake nilikuwa naziona, sijui kama wao walikuwa naziona. Hebu tuachane nayo kwa siku ya leo. Target yangu kubwa ni kuhusiana na hii ya saikolojia ya wachezaji wa Dar es Salaam Young Africans. Nafikiri wakae, watulie, waambie tu wachezaji wao waspanic kwamba ilikuwa ni sehemu ya mchezo, lazima ingetokea hivi, wajipange tena kwa next season. Lakini pia kwenye ligi bado inawasubiri, wana mechi nyingine tarehe 3 ili waweze kushinda. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala.